Naam, wana ukuu wa Mwafrika, bado tunaendelea kusema Mchina katika swala zima la ulinzi amepiga hatua kubwa sana na sio kidogo. Pamoja na yote ambayo nimekuwa nikikuambia, na sasa hapa ni mfumo mpya unaojulikana kama Golden Dome. Golden Dome ni mfumo wa namna gani? Ni mfumo wa kuzuia makombora, sio kwa China tu peke yake, lakini mfumo huu una uwezo wa kuzuia makombora ya dunia nzima, yani ukadetect na baadaye ukaanza kutrack na baadaye kuanalyze kuhusiana na haya makombora yanatokea wapi, au makombora haya kama ni makombora ya ukweli au ni decoy. Maana kijeshi kuna kitu ambacho waga wanaitaga decoy, kwa sababu mtu anapiga kombora lakini kombora lile sio kombora halisi, ni kombora tu ambalo ni decoy kama hivyo ninavyokuambia, na ni ili kwa ajili ya kudanganya ama kumpotosha adui. Nafikiri kombora la namna hii au makombora ya namna hii mtakumbuka vizuri sana yalipigwaga kipindi, ilikuwa nafikiri kwa mwezi wa 4 2024, ambapo Myahudi aliivamia Damascus nchini Syria kule, ambako walipiga ubalozi mdogo wa Irani na kuua baadhi ya watu, na kwa sheria za Umoja wa Mataifa ingekuwa ni lazima Irani aweze kulipa kisasi. Kwa hiyo kwa sababu Irani ilikuwa lazima aweze kulipa kisasi, ikabidi alipe kisasi kwa kurusha makombora upande wa Israeli pamoja na drones upande wa Israeli. Hilo nafikiri wengi sana tunalikumbuka na tunalijua. Na yale makombora yaliingia na yakafanya uharibifu katika taifa la Israeli. Nasema tu yeye Mwajemi huwa hashambulii watu, anashambulia maeneo ya kijeshi, hasa kwenye kambi za kijeshi. Yalileta madhara na mifumo ya ulinzi ilikuwepo, iko pale. Kumbuke hilo, mifumo ya ulinzi ya Israeli ilikuwepo pale, ilikuwepo hizo Patriots ambazo amepewa na Marekani, kulikuwa na HIMARS ambazo amepewa na Marekani, lakini ana ya kwake yeye mwenyewe kama mitatu. Kuna Arrows 3, David na Iron Dome ambazo zilikuwepo pale, lakini bado makombora haya yaliweza kuleta uharibifu. Hii ni kwa sababu alitumia decoys, ambazo decoys zinaenda, alafu mifumo ya ulinzi na sense kama haya ni makombora, inaanza kufiatua na kwenda ku-intercept, na baadaye sasa makombora halisi yanakuja. Kwa anaweza kapiga makombora 200, alafu makombora halisi yakawa ni makombora 7 tu. Kwa hiyo hilo ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa huu mfumo sasa wa Golden Dome ambao Mchina ameutengeneza wenyewe, una uwezo wa kusensi mpaka hizo decoys. Yani ukajua kabisa hii na ni dunia kote, yani popote ambapo makombora yataanza kupigiwa, manake mfumo huo ulinzi wa Iron Dome, wenyewe sio Iron Dome, sorry, Golden Dome wa Mchina wenyewe unaweza ukasensi na kombora hili linapigiwa wapi. Ndio maana nimekuambia unaweza ukadetect, unaweza ukatrack hayo makombora na ukaanalyze yanapigiwa wapi, na kufanya analyzing hiyo mfumo una uwezo wa kuanalyze kama kombora hili ni kombora la ukweli au ni kombora danganya toto au bandia, decoy, kama hicho ambacho nimekuambia. Hii inakuja ni baada ya kuwa mnakumbuka Donald Trump alitaka kutengenezwe mfumo wa ulinzi wa kuweza kuzuia makombora, hususan makombora haya ambayo yamekuwa ni tishio kwa ulimwengu wa sasa, hizi ICBM. Kwa sababu mpaka hapo hakuna mfumo wa ulinzi wenye uwezo ambao upo duniani uliotengenezwa wa kuweza kuzuia makombora haya ya ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, ambayo sasa makombora haya ndiyo yanayotishia ulimwengu. Na juzi tuliona hapa Urusi ameipiga Ukraine na kombora la Oreshnik. Kwa hiyo ndio maana ikamlazimu sasa Donald Trump kuwaambia wataalamu wa Marekani waweze kutengeneza kombora ambalo, mfumo wa ulinzi ambao utaweza kuzuia makombora ya namna hii. Ukumbuke bado kwa Marekani ni bado ipo kwenye mchakato, yani wako kwenye mchakato wa kutengeneza mfumo huu ambao unagharimu dola za Kimarekani bilioni 175.
hii Golden Dome ambayo ni ya Marekani. Ndio maana aliwaambia waweze kutengeneza mfumo huo ambao ni mfumo basi wa ulinzi unaojulikana kama Golden Dome. Ndio maana sasa Mchina naye amekuja na ya kwake, na ya Mchina pia vile vile ni prototype, yani ni mfano, kwa sababu nasema unajua tunaongea inaonekana ni kama labda ni fiction stories, lakini ndio ukweli wenyewe. Mchina tayari yuko kwenye mpango huo wa kutengeneza, na tayari yani ameshafanya vipimo vyake na ameshajua itakuwaje kwaje. Alafu ni mfumo ambao hii Golden Dome sasa ambayo ni ya China, ni ambayo iko real time. Tunaposema real time, yani tukio linapotokea wakati huo wenyewe tayari umeshajua. Yani pale tu watu wanapoanza kufiatua kombora popote duniani. Yani huu ni mfumo unaokava dunia nzima. Popote ambapo mtu anataka kufiatua kombora, unajua sasa hasimu mkubwa wa China huyu ni Marekani, ambaye ndio wamekuwa mahasimu wakubwa sana, kwa maana kwamba kama Marekani ataamua sasa kuishambulia China kwa makombora haya, na kuamua kupiga hata nyuklia upande wa China, manake hii Golden Dome ya Kichina itaweza kusense, na hata kama ni decoy pia itaweza kusense kwa hii ni decoy. Kwa hiyo kwa haraka watachukua hatua na wao pia vile vile kufanya nini? Kurudisha mashambulizi. Sasa nilikuwa naielezea hii ya Marekani. Marekani amefanya hivyo kwa sababu ya namna ambavyo hawa mataifa matatu yanavyotishia, ikiwemo na la nne ambalo ni Iran. Lakini mataifa yenyewe ni Urusi, China pamoja na Korea Kaskazini. Ukumbuke hizi ICBM, huyu Korea Kaskazini ana ICBM pale ambayo ni Hwasong-15. Hwasong-15 ina uwezo wa kwenda kitu ambacho wao wanaita ni speedy, yani speedy ya hatari sana, lakini ni kombora lina uwezo wa kwenda kilomita 15,000. Lakini Mchina juzi hapa ameonyesha hizo Dongfeng zile au DF, zimeandikwa tu DF dash hizo 5161 hivyo amezionyesha, lakini ni Dongfeng ambayo yenyewe ina uwezo wa kwenda spidi au ina uwezo wa kwenda kilomita 13,000. Kumbuka ya Korea Kaskazini ya kiduku kule ni kilomita ya Mkorea ni kilomita 15,000, naweza kufika 15,000. Ya Mchina hii ni 13,000 kilomita 13,000. Alafu unakuja ya Putin sasa, hii yenyewe kule wanaita Salmat 1 au jina lingine Saturn 2. Ndilo hivyo wanavyoita hivyo. Kwa ile yenyewe ina uwezo wa kwenda kilomita 20,000. Wanasema ni makombora ambayo yana uwezo wa kusafiri kilomita 8,000 kwa muda wa lisaa. Kwa hiyo it means kama ni umbali wa kilomita 18,000 au 15,000 au 20,000, masaa matatu tu linakuwa tayari limefika. Kwa hiyo ikambidi sasa Donald Trump awaambie wataalamu wake waweze kutengeneza hiyo ambayo ndio tunaita Golden Dome kwa ajili ya kuintercept makombora ya namna hii. Kwa Mchina naye sasa amekuja na hii ya kwake Golden Dome ya Mchina, ambayo yenyewe ni dunia nzima. Popote kombora linapopigiwa basi tayari hii yani in real time ina uwezo wa kutrack, ina uwezo pia wa kuanalyze kama hili ni kombora la ukweli au sio la ukweli. Lakini kwanza ina uwezo wa kudetect kwanza, alafu inaanza kutrack na pia kuanalyze kombora hili, je, ni la ukweli ama sio kombora la ukweli. Huu ni mfumo wa ulinzi wa China unaojulikana kama Iron Dome, ambao unakava planet yote, unakava dunia nzima. Popote pale linapoanza kurushwa yenyewe kule na kuimeshajua. Kwa hiyo huyu ndio Mchina ambaye sasa amekuwa ni kichomi kikubwa sana kwa bwana Donald Trump pamoja na watu wa magharibi, na kwa sasa wana ushirika mzuri sana na Urusi, Irani, lakini pamoja na Korea Kaskazini. Ni mataifa manne haya ambayo Marekani anayaogopa mno. Ndio maana njia sasa ya kufanya ili kuwazuia ni kuendelea kuwawekea vikwazo. Sasa tunajiuliza, China kwa teknolojia aliyonayo amemwacha miaka mingapi Marekani? Kwa sababu hii inathibitisha kuwa China haishi mwaka 2025.
inathibitisha kuwa China yuko mbele ya wakati, anaishi mwaka 2050. Kwa hiyo kwenye swala la ulinzi, Mchina amefanya mambo makubwa mno na bado anaendelea kuishangaza dunia kwenye swala la ulinzi kwa upande wa China. Asanteni sana na kwa Mwafrika, tutaendelea kuwa update kwa kadri ambavyo mambo yanavyoendelea, hususan na hii migogoro inayoendelea duniani. Mwenyezi Mungu awabariki sana kuendelea kutufuatilia katika chaneli hii ya Ukuu wa Mwafrika. Asanteni sana.